Kwa hiyo mwanadamu anapoishi kwenye maisha yake ni lazima atumie conscious mind, ule ubongo wake unaopaswa kutumia sawasawa ili aweze kuyafikiri mambo kwa usawa wake. Ndugu zangu Waislamu, siku zako mbili kwenye maisha yako zisifanane. Jitafakari kwenye maisha yako. Ayuwa TV, ulimwengu kiganjani. Afshu salama bainakum wa ana uhibbu an aqula lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. التفكر الساعة خير من 1000 ركعة. Utafakari lisali moja ni bora kuliko rakaa 1000. Hiyo ndio mada iliyopangwa na Mwenyezi yao. Ukisoma jumla ya slogan hiyo, atafakuru saa, kutafakari kulikokuwa kamili kwa sawasawa. Hiyo alifu iliyokuja mwanzo atafakuru, alifu na lamu ni kamani. Kutafakari kwa sawasawa kwa mwanadamu, lisali moja akatenga ni bora kwake yeye kufanya hivyo kulikoni kusali rakaa 1000. Wanachuoni wanasema maneno haya pia aliyatamka al-Imam Sufyan Thawri. Al-Imam Sufyan Thawri aliishi katika nchi ya Baghdad, lakini aliishi zama moja na mwanamke aliyekuwa akiitwa Rabia al-Adawiyya. Alikuwa ni mwanamke ambaye mcha Mungu kiasi ambacho kwa siku alikuwa akisali rakaa za sunna mpaka 500. Rabia al-Adawiyya. Al-Imam Sufyan Thawri siku moja akaenda kumuuliza uhakika wa imani yake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka anasali rakaa 1000, rakaa 500 kwa siku za sunna. Uhakika wa imani yake upoje juu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Rabia al-Adawiyya akamjibu kwa maneno ya hatari sana. Akamweleza ya kwamba ma abadtuhu khawfan min narihi wala hubban li jannatihi, mimi simwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya kwamba ibada hizi nyingi kwa sababu pengine ninahofia moto wake au kwa sababu ninaitaka sana pepo yake. Rabia al-Adawiyya anamjibu al-Imam Sufyan Thawri, akamwambia abadtuhu hubban wa shauqan ilayhi, mimi namwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ninampenda. Lakini juu ya kwamba Rabia al-Adawiyya alikuwa akifanya ibada kwa wingi, lakini hakuwahi kumzidi al-Imam Sufyan Thawri ambaye alikuwa akitumia muda wake mwingi kwenye kusomesha na kuandika vitabu mbalimbali. Muda wake mwingi alikuwa akifikiria juu ya umma, namna gani umma unaweza ukanufaika kwa uwepo wake katika ulimwengu huu. Daraja la al-Imam Sufyan Thawri ilikuwa ni kubwa kuliko daraja ya Rabia al-Adawiyya ambaye alikuwa akiswali rakaa 500 za sunna kwa siku. Wanadamu walipoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na vitu viwili kwenye ubongo wake. Kuna kitu kinaitwa conscious mind, alafu kuna subconscious mind. Kuna ubongo unaomfanya mwanadamu afikiri vizuri na kuna ubongo unaomfanya mwanadamu asifikiri vizuri. Mwanadamu anayefikiri vizuri, ubongo wake anaotumia unaitwa ni conscious mind. Na mwanadamu ambaye ubongo wake haufikiri vizuri, anafikiri kwenye ubongo unaoitwa
Ndio maana mwanadamu akiwa ana hasira, maamuzi yake huwa anayafanya kwenye ubongo wa subconscious mind. Ndio maana huwa anafanya maamuzi ya ajabu, kwa sababu anakuwa amefanya jambo hakulifikiri sawa sawa, hakukaa akatafakari kwamba hili analolifanya ni la sawa sawa, kwa sababu ana hasira. Ndio maana wanachuoni wakasema mtu akiwa na hasira kuingia katika kichwa chake, inatakiwa afanye kitu kinaitwa at-tanaffusul amiq, afanye kitu breathing, avute pumzi ndani kwa sekunde 15 mpaka 30 mara 6, au anavuta pumzi ndani afanye, kisha anaiachia taratibu ili aweze kurejea kwenye conscious mind. Kwa sababu ukiwa na hasira, pressure inakuwa kubwa sana, na oxygen kwenye ubongo inapelekwa na damu, na damu ikienda kwa pressure kubwa, mwanadamu anakuwa anashindwa kufikiri sawa sawa. Ndio mwisho wa siku mwanadamu anafanya maamuzi ya ajabu. Atafakuru saa khairun min alf rak'ah, kutafakari kwa lisali moja ni bora kuliko rakaa 1000. Kwa hiyo mwanadamu anapoishi kwenye maisha yake ni lazima atumie conscious mind, ule ubongo wake unaopaswa kutumia sawa sawa ili aweze kuyafikiri mambo kwa usawa wake. Ndugu zangu Waislamu, siku zako mbili kwenye maisha yako zisifanane. Jitafakari kwenye maisha yako, jana yako na leo yako, je, zinafanana? Chukua muda kutafakari maisha yako. Your 2 days should never be the same. Siku zako mbili zisifanane, tafakari katika hilo. Unaweza ukawa unafanya ibada sana, lakini inawezekana kuna vitu umevifikiri sawa sawa kwenye maisha yako. Athari yako, impact yako katika maisha ya watu, katika nchi yako, katika taifa lako, katika Uislamu wako. Jitafakari, kuna athari gani au kuna impact gani umeileta? Ndugu zangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimaliza hadithi hii kwa chini. Katika moja maneno yake anasema, idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibata. Ukitaka kulifanya jambo lolote, amran imekuja kwa nakra, wa nakra tadullu ala shay'in ghayr mu'ayyan. Ukitaka kufanya jambo lolote, kwanza fikiri sawa sawa mwisho wake utakuwaje. Atafakuru saa khairun min alf rak'ah, kutafakari kwa lisali moja ni bora kuliko rakaa 1000. Ukitaka kufanya jambo, fikiri mwisho wake utakuwaje. Unaposhawishiwa kuingia barabarani kwenda kuandamana, tafakari kidogo, mwisho wake utakuwaje. Unaposhikwa masikio na mtu akawa anakushawishi kwenda kuharibu amani ya nchi, tafakari sawa sawa, mwisho wake utakuwaje. Usipofikiri sawa sawa, maana yake ubongo wako wa conscious mind unakuwa haufanyi kazi sawa sawa, unakuwa hauna tofauti na mbuzi au mwendawazimu. Mwanadamu aliyekamilika ni yule anayefikiri kwenye conscious mind. Ndio maana mwanzo nikasema ibara inasema atafakuru saa, imekuja na alifu na lamu. Atafakuru liko kamali, kufikiri kwa sawa sawa kwa mwanadamu, kule mnakwenda mbele itakuwaje. Ndugu zangu, nchi hii tukitafakari vizuri, ilipotoka, ilipo na inapokwenda. Tulipotoka ni pagumu zaidi kuliko tulipo leo. Nyinyi mnajua zamani wazee walikuwa wanapanga foleni kwenda kupanga foleni kwa ajili ya unga wa njano. Zamani ilikuwa mama zetu au bibi zetu wanavaa kaniki, inaonekana ndio vazi la gharama wamevaa. Wazee kanzu zao kitambaa kilikuwa cha sanda, ilikuwa inaonekana kavaa kanzu ya gharama. Zamani ilikuwa ukionekana una baiskeli, inawezekana ukalia pesa uchumi.
tutafakari vizuri tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Usipotafakari vizuri, unaweza ukadanganya kwamba haupo kwenye maisha mazuri hivi sasa. Atafakuru saa khairun min alf rak'a. Kutafakari kwa lisali moja ni bora kuliko rakaa 1000. Awamu iliyopita katika nchi hii, nimalize hapa nchini, wakati wa mjomba Tanzania hii, tunajua hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa anafanya mjombo. Kila mmoja alikuwa amefyata mkia wake. Wafanyabiashara wengine wakahama nchi. Kuna baadhi ya watu akaunti zao zikafungiwa, wengine wakakimbia kwenda kuishi uhamishoni. Alipoingia mama katika nchi, akafungua akaunti za watu waliokimbia nchi, wakarudi wakafunguliwa. Kampeni watu wafanye mambo yakafunguka, slogan ikawa mama anaupiga mwingi. Leo imekuwaje mpaka watu wanabadilisha slogan? Atafakuru saa khairun min alf rak'a. Tafakari vizuri, hapa kuna jambo. Nimesema mara pamoja hii neno hili ambalo nyinyi jenzio, ninawaita jenzio, sio jenzio. Vijana wengi ambao hamfikiri sawa sawa na hamfikiri kwenye conscious mind, mnadanganywa kwamba hakuna haki. Leo kama nitamsimamisha kijana mmoja sasa hivi hapa aniambie haki gani mbili alizonyimwa, swali hili linaweza kuwa gumu sana kwa vijana wengi. Kalimatul haki uida bihadha. Neno mnaloambiwa ni haki, lakini nyuma kuna batili. Lazima ufikirie vizuri kijana wa Kiislamu. Atafakuru saa khairun min alf rak'a. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuwa TV, ulimwengu kiganjani.